Karibu tena hapa Bongo 5 kwenye podcast yetu ya Before the Fame, na leo niko na mwanangu kabisa wa siku zote Vanilla kutoka Ufalmeni Kings Music Yeah. Yes, amekuja na EP yake ya Listen to Me Again. So tutaenda kuzungumza vitu vingi sana kuhusiana na hii EP, lakini kuhusiana na project zingine ambazo sio EP na maisha mengine ambayo yako nje ya muziki, kwa sababu namjua ndugu yangu ana vitu vingi sana ambavyo nyie mvifahamu. Nyie mnamuona tu akiimba baba kama kawaida. Unakuaje ndugu yangu? Safi safi. Jaja na gitaa tena ndugu yangu. Au ilikuwa mikoa haramu sana mpya? Hapana, gitaa lipo kama kawaida. Au unamtamanisha bosi? Gitaa lipo. Bosi mimi ndio napiga. Kama unataka gitaa nipige simu hapa lije sasa hivi. Sasa ni wapi bwana mnajua kushawishi mabosi? Eti meneja tumuitie chazi nini? Hapo meneja alikuwa hapo? Alikuwepo. Ndio alikuwa anakushikia gitaa unakumbuka? Yeye alikuwa anashika hela tu. Mabadiliko ni makubwa Sure. ya kimaisha, ya kimuziki, kila kitu Vanilla ndugu yangu. Sasa hivi unakuja kwenye interview umepiga pull over mpaka mzima macho, utake hata mashabiki wa kuona nani. Ushaanza kunichambua hapa. Sasa sema tu kwamba vua hii watu hawakuoni. Haya umefanya. Sasa si mashabiki zako kwani unajifiche? Wananiona vizuri. Hawana baya. Usta huo kaka. Wananiambia inabidi uwe Mnyamwezi nini. Sasa Mnyamwezi ndio kuweka hizi kofia. Mashabiki wamekwambia? Hawana baya. Kwa Mnyamwezi kuweka kofia au asio miwani. Lakini haya mambo tuachane nao kwa sababu mimi si tiki moja mshamba kutoka Mwanza. Kwa hiyo yani chochote ninachofanya mimi huko hawezi kunijaji sana. Bwana nafurahi bwana kukutana wewe tena ndugu yangu. Ni swala la kumuomba tu Mwenyezi Mungu. Hivi ile challenge unaweza kuifanya tena? Ipi? Ile unazunguka kwenye majimu kwa wasanii wenzao na wasikilizisha ngoma zako. Nafanya kwa sababu unajua inategemea tu kwa wakati huo naona kwamba plani hii inanifaa kuweza kupushi jambo langu. Kwa hiyo wakati ule nilikuwa nagawa t-shirt za body. Nakumbuka. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa namfuata popote mtu akisema yupo. Kama umeniambia wewe uko zako klabu, nitakufuata klabu kwa sababu ndo unapatikana huko muda huo. Kwa hiyo nilikuwa kama kuna shabiki yangu mmoja nilimfuata Mbagala ndani kabisa kule. Alikuwa ni dereva lori. Anaitwa Sid. Lakini kipindi kile. Sasa hivi sasa hivi inafanyika tu, hamna kilichobadilika. Kinacho kukutana na shabiki yako au kukutana na mtu ambaye unajua kabisa natakuwa ni part ya promotion ukuaje. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mimi siwezi kwenda Mbagala. Uendi. Kwa nini? Sio tu Mbagala. Hata wale wasanii walikuwa wanakutana nao gym wale. Kina nani? Nataka kumesha ni jina. Kuna dogo sha mtu. Ila wale wasanii wale kaka uendi tena. Eti kaka t-shirt yangu ndio ngoma yangu hii body. Kaka ufanye bwana. Sema t-shirt zilikuwa zinawapendeza zile. Sawa, lakini ufanye challenge tena. Hauna bisha. Tafanya. Uwezi. T-shirt. Uwezi Vanilla. Zile za kwenda unamwiga mfalme anaingia stendi. Hivi unajua kama bosi wako alishaka na hiyo project namna hiyo? Kuja kuambiwa kwamba shafanyaga kitu kama hicho pia. Nilikuwa sijui. Bwana. Kabisa. Ile challenge ya kwenda stendi mabasi. Kwenda kwenye daladala vile daladala tu. Ulofanya nikatambulishaga wimbo kwenye daladala. Nilikuwa sijui. Yaani nilikuja kujua baada ya ile tukio kufanyika, na nakumbuka kwenye wakati na introduce ndo nikaulizwa swali. Bwana Ali pia alishawahi kufanya kitu kama hichi. Alikuwa anafanya tu kwenye daladala. Alikuwa anaenda kushukuru mashabiki. Yeye alikuwa anaenda kushukuru. Kwa hiyo ilikuwa tofauti tu, ni kwamba mimi nilikuwa naenda kutambulisha wimbo, yeye alikuwa anaenda kushukuru. Ni kitu kile kile. Lakini sio kitu kibaya. Sio kitu kibaya. Yeye kuku nani? Akwambia mdogo wangu unapita nje zangu au akupongeze wewe. Hapana. Yeye anamwachaga tu mtu afanye. Unataka kufanya hicho? Okay. Sawa. Zile challenge ulizokuwa unazifanya hizo project si nini unaita? Tuseme challenge. Zilikuwa na impact? Zilikuwa na impact kubwa sana. Cha kwanza unajua kuna ile watu wana feel kwamba na sisi pia madereva daladala, makondakta, kuna namna huyu jamaa amejaribu kututhamini, kwa sababu unajua kiuhalisia wale jamaa ni wanaweka sana nyimbo za wasanii kwenye gari zao, mpaka mapicha yale wataweka lipicha likubwa la msanii huko. Maskini ya Mungu, wengine hata hawajawahi hata kukutana na hao wasanii, lakini ni mapenzi tu. Wametumia hela kwenda kuchapisha ile picha na wamekuweka na nyimbo, unakuta wameenda pia kulipisha sehemu, wamenunua flash wameweka. Kwa hiyo ni love kubwa ambayo wako nayo, lakini kiuhalisia ukija kuangalia ni watu pekee ambao pengine kwa 90% hata ukisema unatamasha sehemu fulani ni watu ambao wanaweza wasipate muda wa kuja. Sio kwamba hawapendi, lakini tu unakuta time yao, labda unakuta
daladala wanaenda kuilaza labda saa 6 usiku. Alafu saa 11 inatakuwa amke. Kwa hiyo ana muda wa kulala hapa masaa 4 mangapi. Kwa hiyo unakuta yani wanatamani kufika, lakini wanakuwa wamechoka na kazi yao pia bado inahitaji ili maisha yaendelee. Kwa hiyo mimi nikaona okay, ni fursa au opportunity nzuri pia kwenda kufanya kitu kama hicho, kwa sababu ni watu ambao hatuonani, ila ni watu ambao pia wanaongoza sana kwa kusupport kazi zetu. Kwa mfano ulivyokuwa ukiingia kwa daladala, unapiga simu na abiria, yani nini ambacho sasa kitu ambacho nilikuwa nafanya ni kwamba kwa mfano labda nimeenda kupanda daladala mawasiliano, labda hiyo ina route ya mpaka Mbagala. Kwa hiyo ilikuwa ni abiria yoyote anapanda na atashuka na hata lipa chochote, ila atakayepanda tulikuwa tunauliza tu, kwa sababu sio kila mtu yuko comfortable kuonekana kwenye kamera au kupiga story. Kama hayuko comfortable, ulikuwa na sehemu ambayo anaingia anakaa hata onekana na kamera na nini. Kwa hiyo yoyote wewe ulikuwa umeliandaa kabisa au daladala lile? Yani unafika pale, mimi nilikuwa nafika pale, yani daladala nao ikuta naongea na conductor, dereva ambaye anaona unawapa ganji kidogo. Lazima unawalipa ya kwao pembeni ya route. Ya route nzima. Bwana, route yangu mimi labda kutoka hapa mpaka Mbagala ni 100,000, unampa 100,000 yake, lakini kila anayepanda anakuwa ni free of charge, ni kwamba halipii tena. Kwa hiyo tulikuwa tunapata wasawa kupiga story na abiria wanaopanda. Makonda wenyewe sometimes wanakuuliza swali labda ambao walikuwa wanataka kujua na vitu kama hizo. Kwa hiyo impact ilikuwa ni kukutana na watu, lakini pia si watu wote walikuwa wanapanda ile daladala walikuwa wananifahamu. Wengine ndo wanakukuta mle siku hiyo, wengine ndo wanapata kukujua siku hiyo, bwana huu ni fulani, mwingine ataenda kusearch, atakuwa shabiki yao kuanzia pale. Kwa hiyo ilikuwa na faida. Na ndio maana pia nilivyoifanya hapa Dar, nilivyoenda Mwanza pia nikaifanya, kwa sababu niliona impact ambayo nimeipata nikiwa nimeifanyia Dar. Unahisi kwa nini wasanii wengi hawapendi kujimix na hawa watu ambao ni watu ambao ni mtaani? Watu wengi wanahisi labda dharau, egos nini. Unahisi na wewe unakubaliana hilo? Mimi kwa namna moja au nyingine naweza nikakubaliana na hicho kitu. Na naweza nikasema si kwamba yani wasanii hawapendi kujimix au kwenda sehemu zile ambazo walikuwa wanaenda kabla hawajatoka au kabla hawajawa na umaarufu mkubwa zaidi. Changamoto inakuwa ni moja. Mashabiki zetu hawa ndo kesho unaweza ukawa unaenda sehemu unapiga nao hata story, umekaa vijiweni, yani ile love kama mwanzo ambapo ulikuwa unaenda labda hiyo sehemu. Lakini ukishatoka, wao wenyewe kwanza wanakuchukulia kitofauti, wanakuchukulia kwamba sasa hivi wewe mwanetu tunaamini maisha yako yamebadilika. Kwa hiyo ukija kukaa na sisi hapa, kesho wataanza kusema yule mwanetu mbona tunashindaga naye tu kijiweni pale, ana mpya. Umeona vitu kama hizo ndo ina ubaya gani hiyo Vanilla? Ubaya wake ni kwamba huyu mtu ambaye anasema hivyo ni kwamba hawezi kukupa ile thamani ya kusema kwamba umeandaa jambo lako pale. Yaani kuna namna anakuwa halichukuliki uzito jambo lako, kwa sababu amekuweka kwenye level ambayo anasema wewe kama unakula wali kwa mamantilie pale Bukujelo na mimi nalipaga Bukujelo. Yaani wewe una nini kipi? Yaani hiyo ndo kitu pekee ambacho huwa kinasababisha pengine kwa namna moja wasanii waone nikienda pale mashabiki zangu hawa watakuja kuniambia tena hivi, wataona kama vile labda pengine, unajua kiuhalisia watu wanapenda kusupport kitu na waone hicho kitu kinapiga hatua. Yaani sasa usistawe. Nini ambacho unaweza kufanya kama ulikuwa unafanya zamani? Tamani, yaani kuna muda unajua natamani moment fulani hivi ambayo unadandia zako mwendo kasi, unafika zako Kariakoo, unaingia Karume mwenyewe unajitafutia nguo. Unajua kuna muda unaletewa nguo afalo kuletea kwa sababu hujaenda wewe, anakuambia nguo bwana ni 100,000, wakati unajua kabisa hizi nguo nilikuwa nazinunua mimi 40,000, 30,000, 20. Kwa hiyo vitu kama hizo sometimes unatamani kwenda sehemu mwenyewe ujichagulie, upimishe mwenyewe, ununue kitu ambacho unakipenda kwa muda huo. Sahihi. Sometimes kuna uhuru pia unakuwa hauna wa kuzurura kama zamani. Unatamani tembee kata mbuga kutoka Tabata mpaka kuna muda unakuwa unatamani, yani kuna muda unakuwa unatamani. Kuna muda kuna uhuru unakuwa unautamani, lakini ndo haiwezekani kwa sababu ndo maisha yanakupeleka hivyo. Kabisa. Sometimes una miss, lakini niliona ulivyoenda nyumbani Mwanza, kuna moment fulani niliona ile clip. Ulienda kuchota maji
Kisimani. Kisimani. Kama bwana sometimes. Ndo maisha yetu. Kwa sababu wewe unataka kuonyesha bwana haya ndio maisha yako. Hao ndo maisha yetu. Yaani kabla okay. Ukifika pale nyumbani kwa mfano sasa hivi ni star. Kuna mazingira unamwonyesha bi mkubwa anakuona kama anaita dharau au wewe ukifika kule ulivyoondoka ndio unarudi vile vile, yani vitu ulivyokuwa unafanya zamani unafanya vile vile, au kuna sometimes mwambie bi mkubwa mimi star, unajua hata kwanza hata umwambie unajua mimi nikifika nyumbani kila mtu anaona Neema hii imekuja. Kwanza watu waokote. Yani lazima, yani imeshakuwa ni utaratibu ambapo yani nikiwa narudi nyumbani najua tu kabisa hapa kila atakaye niona ni kwanza yani baada ya salamu kinachofuata tunafanyeje. Kwa hiyo nikifika nyumbani of course mimi huwa naishi maisha yale tu ya kawaida. Lazima waokote. Lazima, yani hiyo ni lazima. Yani hiyo ni lazima. Upunguze maneno, ndio? Sio maneno lakini ni wajibu, unaona, unajua sometimes no, yani issue kwa fahamu mzazi na nini, lakini unajua kuna sehemu nyingine ukiwaambia jamani kesho nakuja unakuta watu washajikusanya nyumbani. Mimi sasa mimi tangu zamani sitoagi taarifa. Ni surprise. Yani sitoagi taarifa kwamba nakuja. Mimi wanaenda tu. Nikifika naweza nikakuta hamna mtu kabisa, nikakaa zangu hapo. Wanakuja baadaye wanakukuta. Baadaye wananikuta kama kawaida. Ile sema ndugu yangu tu taarifa, unakuta mpaka watu wa mikoani washakuja. Ukitoa taarifa hapo sasa utafanya watu wasifanye kazi kwa sababu mnakuwa mjaonana muda mrefu, wengine hawajakuona muda mrefu, kwa natamani kukuona. Kwa wanaweza wakaacha kazi za msingi ambazo itakuwa zifanyike huko. Zingine zinaweza zikawa za muhimu kweli kijamii, mambo ya songe, afu wakakusubiri pale kwa sababu unajua familia bwana, watu wanakuwa wanatamani kukuona. Kwa ukienda sasa unachota maji tena. Mimi nikienda nyumbani nakuwa ni kawaida. Kama maji hicho kisima kiko mbali na nyumbani au karibu? Hakiko mbali sana. Sasa hapo unajua hapo sasa umeona kwa mfano hicho kisima ilikuwa ni maeneo ya Usagara, watu wa Mwanza wananielewa. Ni kwa mwanangu pia yuko huko, kwa hiyo nilienda kumsabahi. Kwa hiyo yale mazingira ile asubuhi na nini tumeenda kuchota maji ndio vile. Okay. Lakini nyumbani pale kisima hamna, ni bomba tu. Ila mimi maisha yani nikiwa nyumbani naishi kawaida tu. Okay. Vanilla jina lako halisi nani? Naitwa Fanuel Fabian Peter. Level yako ya elimu iko Form 4. Form 4? Yeah. Ni Mwanza kule? Mwanza, yani mimi nimesomea Mwanza kuanzia primary mpaka namaliza. Unataka kuendelea na kusoma au ulifeli kabisa ukasema kwanza elimu yangu ilikuwa trick sana. Kwa sababu kwa waliomaliza mwaka na mimi matokeo yetu yalitangazwa kwamba ile yatatoka kwa mfumo wa GPA. Ndio kile utaratibu wa GPA umekuja. Sasa kwa sababu GPA mimi nikasema bwana, kwa sababu nilikuwa nasoma mambo ya watu wa hati huko. Nikasema sasa hapa mimi nakomana na masomo yangu 5. Ukiwa shuleni bwana unakuwa sometime hauoni kama elimu ni faida yako. Kwa hiyo mwalimu anaweza ukakorofishana naye ukaona somo lake sisomi. Kwa hiyo ndio kilichonitokea mimi. Kwa hiyo mimi na mwalimu wa mase kidogo hatukuwa tunaelewana. Usiseme mzigo mgumu. Sasa wewe ngoja nikwambie, yani mimi sikuwa mbovu sana kiasi hicho, ila tu ni kwamba tulikuwa tuelewani. Kwa hiyo nikasema kwa sababu ni GPA mimi hii mase naitoa kabisa na remove, sitaisoma. Kwa hiyo nika-remove, nikaa nasoma masomo yangu. Kwani mase haiko kwenye masomo ya msingi yani? Mbona ni lazima? Sasa kwenye kuna combination yako labda HKL mase iko wapi hapa? Ile ni muhimu katika kila. Ni muhimu, ndo tunaenda huko. Ni muhimu kama ni division, matokeo yakija kwa mfumo wa division, kwa sababu kuna mass na penalty. Okay. GPA wewe unahesabu tu alama. GPA inahesabu alama. Okay. Kwa hiyo mimi nikaa napiga mzigo wa masomo yangu fresh. Chagua masomo rahisi fresh tuondoke. Tumefika mpaka kwenye mtihani. Tumefanya mtihani fresh, matokeo yakaja vizuri na namba zangu masomo ambayo niliyakomalia nikaa nimeyapasua tu vizuri. Sasa mzigo ukaja ni kwamba alokuwa anasimamia mambo ya elimu hapo akasema bwana, wanafunzi wamefaulu wengi sana. Kwa hiyo inabidi turudi
tusahihishe upya kwa mfumo wa division hii GPA bwana, mambo yatakuwa mengi. Kwa ndo kurudi, tulivyorudishwa kule kukaa na penalty. Sasa kwenye penalty namba ambayo mimi niliangukia, ina maana kwenye GPA mimi nilikuwa nimefaulu vizuri kabisa. Ila kwenye nani division? Kwenye divisions ndio tukaenda mpaka 20 na hapo. ambapo anakuambia hapa ndugu yangu, amna hapo unaweza ukapambania walimu hapa. Lakini mimi nilikuwa napenda sana mambo ya kujifunza mambo ya kimitandao. Okay. Kwa nikaaga nimeapply chuo kimoja wakati huo kilikuwaga Datu. Cha mambo ya IT. Kabla hujaendelea, muziki uliokuwa na idea nao au nini? Muziki mimi nilikuwa naimba tu, yani naimba tu, yani shuleni mimi nilikuwa naimba tu na ulikuwa na lengo la kuja kuwa msanii? Hapana. Ulikuwa ni mtu yani unajua kwenye kujitafuta hapo katikati ukiwa unakuwa mara nyingi unakuwa unashika vitu vingi sana, afu unakuwa haujui ni kitu gani ambacho wewe kama wewe utakuwa unakienjoy pia afu au utakuwa unakifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi huko nilikuwa nakupenda sana huko. Mambo ya software. Kwa hiyo nilivyo apply bahati nzuri vigezo vyao tu walikuwa wanataka Kiingereza pale uwe na C yako imetulia. Kwa hiyo walikuwa wanataka C fulani, ila Kiingereza pia natakuwa umekifaulu. Ndio ilikuwa na nilio yao kubwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimefaulu. Baada ya pale kwa bahati nzuri nikawa nimepata hiyo nafasi. Changamoto ikaja ni kwamba kwenye mpunga sasa wa kufanikisha mimi kutoka Mwanza kuja huku na nini na vitu kama hizo, nikaona isiwe kesi. Mimi nikaachana hiyo mitikasi, nikaendelea kufanya mitikasi yangu mtaani. Na nini ambacho ulikuwa unafanya? Yani mimi nilikuwa nafanya chochote kile. Nilikuwa hadi fundi wa kutengeneza vitu. Sasa mimi pale mtaani walikuwa wanajua yani mimi ndio mjanja wa kutengeneza vitu. Simu imeharibika watakuja kwangu, si kupiga window PC watakuja kwangu. Kwa hiyo ni mtaani pale kitu kikiharibika, yani utaambiwa tu mtafute Fanueli. Mtafute Fanueli. Kwa hiyo nikapataga siku moja bwana, kuna mtu nyumbani kwake TV imeharibika. Alafu yeye kaambiwa bwana mtafute Fanueli hapa jambo linaisha. Kwa hiyo akanitafuta. Mimi sijawahi kutengeneza TV na sina idea. Ila sasa nilikuwa na mwanangu huyo anaitwa Ashirafu. Hapo nilikuwa nishapiga madili yangu ya huku na kule ya ufundi ambao nilikuwa na uweza nafanya nini vitu vinapona na naokota mpunga. Kwa hiyo mimi nilichokifanya sikukataa kazi. Mimi nikaenda mpaka site. Yaani kwenye sehemu ambayo iko TV au kwa ndio site sasa. Yaani sehemu yote na kuingizia pesa ni site. Si ufundi. Ufundi ni site. Basi nimefika pale nikaiangalia TV ya chogo ile. Nikajaribu kuikagua. Nikamwambia ngoja niagize vifaa vyangu, sijaja na vifaa na kijana wangu anakuja. Nikampigia pale nikamwambia aje. Lengo langu maana huyu alikuwa anakazania nimwambie shingapi. Siwezi kumwambia kwa sababu sijui tatizo. Kwa hiyo nikamuita yule nikamwambia analetea vifaa. Kwa sasa akaja pale akaangalia pale, alivyoangalia tatizo akaniambia bwana hili tatizo fulani na linagharimu kiasi fulani. Kwa hiyo sasa mimi ndo mtukati. Ukaenda kwa nikaenda kwa mwenye TV nikamwambia bwana hapa nadhani shilingi 60,000 hivi itatosha. Kwa sababu hapa ameshanipigia hesabu hapo shilingi 20,000 inatosha, nikiongeza 5,000 nauli pale kila kitu kinakaa sawa. Bwana kaenda kuchukua vifaa, kuweka kifaa, kila akiweka kinaungua. Kwa hiyo sasa hapo losi sio ya mwenye TV tena. Bwana ile TV ilihangaika nao, yani nikajikuta sasa sipati faida tena. Ile akiba yote ambayo nilikuwa najua itakuwa faida yote tukaiacha pale. Lakini kitu kikubwa TV ilipona. Baada ya pale nikaa napokea sana tenda sasa kwamba huu ni fundi kweli. Ndo mtengeneza TV Mwanza. Mimi mtengeneza. Kwa hiyo nikawa nafunga hadi madishi na nini, yani kwa kila kona tulikuwa tunapiga mishomishi. Bwana. Imeenda ikarudi. Utaalamu bado upo? Utaalamu kiukweli nimebakiza tu kujua majina bwana. Yaani nimebakiza tu kujua majina. Labda nikiona kitu naweza nikaisia hii inaweza ikawa kitu fulani, lakini ule utaalamu kabisa kila kitu nadhani natakuwa ukifanye kila siku. Ukikiacha na chenyewe kinakuacha. Sasa kama ulikuwa unafanya hiyo mission, wewe ulikuja kujuaje kwamba unajua kuimba na kuandika nyimbo? Sasa wakati huo mtaani sio walikuwa wanajua naimba.
mjomba wangu pia alikuwa ni msanii lakini pia ni producer. Okay. Wanamjua huko, alikuwa anaitwa Simba Mkali, lakini changamoto tu ni kwamba yeye hakuwahi yani kunipa hata opportunity ile, bwana mjomba njoo turekodi magoma hapa. Okay. Kwa hiyo yeye alikuwa anaona kama mimi bado yani mimi na kuimba hamna. Kwa hiyo sasa kuna bro mmoja anaitwa Kijo. Huyu Kijo kuna jamaa yake mmoja anaitwa Alewani, ambao huyu alikuwa na yeye ni msanii. Wakati huo ametengeneza kibao chake. Sasa yeye amenikuta pale nyumbani naimba, akawa ametaka nimfanyie chorus. Anamwambia mjomba wangu, kuna dogo nimemkuta nje pale anaimba vizuri sana, mama anifanyie chorus. Ndio mjomba ile kunipigia, bwana njoo ufanye chorus huku, kwa sababu ni mtu amehitaji. Alikuwa na studio nyumbani mjomba? Nyumbani. Okay. Kuna studio. Kwa hiyo nikarekodigi ile chorus. Baada ya hapo sasa kwa sababu pale ilikuwa ni studio, akawa amekuja pia kurekodi kazi mchizi mmoja anaitwa Dengue na Raiso na Imani, ambaye Dengue si ndio huyo Dengue Umayajiji. Okay. Ndio hiyo ngoma pia. Hiyo nyingine sasa wao walikuja kufanya ngoma yao kimpango wao. Umeona, mjomba alikuwa ni msanii na ni producer. Mjomba alikuwa ni msanii na ni producer. Kwa hiyo yeye ndio alikuja kuwarekodia wale wasanii. Yes, studio kwake pale nyumbani, kwa hiyo wasanii wanakuja. Kwa hiyo ndo wakawa wamekuja. Mimi niko zangu nje tu nimefanya mitikasi yangu, nafua na kuwa naimba. Sasa mtu akiwa kule ndani na anapenda muziki na anaujua muziki pia, lazima hataki kuchungulia huyu anaimba huku nani. Ndio kilichofanyika bwana. Dengue, Raiso na Imani wakawa wanaangalia anayeimba huku nani. Kwa wale jamaa nao wakawa wameondoka. Ila wanajua kwamba kuna jamaa anaimba kule. Basi hapo unaimba cover au unaimba za naimba tu cover. Okay. Basi baada ya hapo sasa hawa watu wote hawa Alewani, Dengue, Imani na Raiso wote wanakaa sehemu moja na huyu Kijo. Kwa hiyo anasema kuna dogo mmoja anaimba sana Mkolani kule. Asa Kijo ndo akawa amenicheki mimi. Umeona? Bwana mdogo wangu, sababu na yeye alikuwa ananifahamu. Yaani tulikuwa tunakutanaga yeye kwenye harakati zake za muziki, alikuwa ananikuta library pale, alikuwa anasambaza nyimbo kwa sababu nilikuwa nachomesha muziki na kodisha na CD. Kwa hiyo alikuwa akiwa anapitisha nyimbo zake, alikuwa ananikuta pale, na pale nyumbani pia alikuwa anakuja sana. Kwa hiyo yeye alikuwa ananifahamu. Lakini hakuwahi kutilia maanani kwamba mimi naimba au nafanyaje. Kwa hiyo alikuwa anajua tu ni chali fulani ambaye anakaa sehemu fulani, kuona namjua ile kijuju. Kwa akanicheka akaniambia, mdogo wangu bwana, nimesikia pia umefanya hapa chorus kwa wale hapa. Noma sana. Sasa mimi nataka nikupe nyimbo. Umeona? Kwa sababu yeye alikuwa ni msanii, rapper Kijo, rapper yani moja kati ya wasanii noma sana. Yani kati ya wasanii noma sana, yani kwenye kurap, kwenye kuimba. Na uandishi pia yuko vizuri sana. Akasema nataka anipe nyimbo. Nikasema sawa, kwa sababu niuliza usha record? Nikamwambia hapana, sijai kurekodi. Okay. Akanipa nyimbo. Alivyonipa nyimbo akaniambia jaribu kuikalili hiyo nyimbo. Kila kitu. Anairekodi tu hivi kwenye simu. Akawa amenitumia, nikaikalili. Baada ya hapo tukaja kwenda kuirekodi ile nyimbo. Kwa akawa amependa. Tulirekodi nadhani kwa producer fulani hivi anaitwa Charlie Nexus. Kwa mara yangu ya kwanza sasa, yani ile na rekodi project zangu. Unaingia studio. Kitu kizuri tu nachoshukuru ni kwamba at that time nilikutana na watu ambao wameshaianza safari ya muziki, wanajuana na watu. Na ukimzungumzia pia kina Dengue walikuwa wanajuana na watu wengi sana. Kwa hiyo at that time urahisi ambao niliupata ni kupata access ya kukutana na producers ambao wanafanya vizuri pia kwenye muziki, kwa sababu nilirekodi na Charlie Nexus na nyimbo 4 siku hiyo nilikutana naye studio. Baada ya pale tukaja kurekodi na Bob Maneke. Bwana huko ulikuja huko maana? Tulikuja Dar. Sasa lakini kipindi hicho ulikuwa bado huko Mwanza na jamaa. Kipindi hicho sasa huyo Kijo ndo nilitoka naye Mwanza kuja Dar. Alikuwa kuna bidhaa zake alikuwa anakuja kuuza Dar. Kwa hiyo nikaja naye leo on time. Tulipofika huku, wewe lengo la kuja ni kumsindikiza? Lengo la kuja huku ilikuwa ni kumsindikiza kwenye bidhaa zake. Umeona, kwenye bidhaa zake.
Sasa sikumbuki kama tulivyokuja hivi ndo turekodi nyimbo na Bob Maneke au tulivyorudi, sikumbuki kwa sababu kuna project ilipotea hapo katikati. Nilivyokuja na Kijo ile safari ya kwanza maana safari ya kwanza. Safari ya kwanza ndo nikaja kurekodi nyimbo inaitwa African Ladies na Bob Maneke. Ilikuwa noma sana ile project. Sasa hapo tunaenda mbele. Okay. Kwa hiyo nikaa nimerekodi kibao na Bob Maneke. Hapo nimetoka Mwanza tayari na nyimbo 4 na Charlie Nexus. Nikarekodi pia nyimbo nyingine na Zesty. Zesty yani Zesty huyo wa moto, Zesty wa moto kweli kweli, vibao vyote mtaani vinalia Zesty on the beat. Kwa hiyo nimefanya project ambazo kiukweli zilikuwa na uhai mzuri kwa sababu production ilikuwa noma. At that time nilikuwa siandiki mwenyewe. At that time alikuwa anaandika Kijo. Okay. Umeona Kijo si? Kijo yupo Mwanza anaendelea na biashara zake zingine, lakini muziki huwa hauachwi. Okay, sawa. Endelee. Umeona? Kwa zile project za kwanza zote nikawa nimerekodi kwa sababu tulikaa siku moja tu, kesho yake tukarudi. Kwa hiyo siku tulivyofika tukarekodi, kesho yake tukarekodi afu tukaamsha. Kwa hiyo nimerudi Mwanza na nyimbo zangu 6 hapo. Safari ya muziki afu noma kabisa ndio imeanza sasa rasmi. Kwa hiyo sasa pale nyumbani alikuwepo jirani yetu mmoja, alikuwa mwanajeshi, yeye ni daktari jeshini. Alivyoulizia matokeo yangu akaambiwa matokeo yangu, akasema mbona matokeo mazuri tu, anaenda jeshini huyo. Sasa hapo mimi ndo nisharekodi vibao vyangu 6. Nikaona hawa wanataka kunichanganya. Nikaambia kiukweli mimi mambo ya jeshini niache kidogo. Kwa hiyo nikasema sasa nataka kuufanya muziki kama biashara. Kwa kipindi hicho kuna wasanii wanatamba lakini kwenye game. Kipindi hicho wasanii wanatamba kwenye game, wanafanya vizuri. Kwa Mwanza walikuwa wanafanya vizuri wasanii wengi. Kina Sisa at that time wanafanya vizuri, kina Sajina wanafanya vizuri. Yaani wasanii walikuwa wanafanya vizuri. Mwanza ilikuwa ya moto. Na mo. Basi mimi ndo nikaanza hapo safari yangu ya muziki. Sasa tuna plan sasa hapo tuanze kuachia wimbo. Of course target kubwa ilikuwa ni huu wimbo ambao tumefanya na Bob Maneke kwa sababu ulikuwa ni wimbo noma sana, production ilikuwa noma sana, sound ilikuwa noma sana. Sasa kilichotokea 2017 hiyo 2018 ndio nimerekodi kwa mara ya kwanza project zangu 2018. Saa ngapi Bob Maneke diski ya data zote ikafa, na nyimbo za wasanii wengi sana walikuwa wanalalamika pia. Kuona ile project yangu tegemezi ilikuwa mule ikafa. Kwa hiyo nikabakiza 4 kwa Charlie Nexus. Charlie Nexus naye diski yake naye ikafa. Kwa hiyo mimi hapo nikarudi zero sasa, sina nyimbo yoyote. Umeona sasa? Sina nyimbo yoyote. Project ambayo imebaki kwa Zesty nayo ndo alikuwa haniambii changamoto ni nini, lakini nitakutumia kesho. Kumbe hana nayo kuta. Na hasa nikawa nimemwagiza jamaa alikuwa hapa aende kwa Zesty. Kwenda kule anasema project haioni. Yaani haioni, kashatafuta sana haioni project, kwa hiyo haiwezi kufanywa final. Na ilivyokuwa imetolewa demo uwezi ukasema unaitoa. Kwa hiyo nikawa sina wimbo wowote. Basi wakati huo bwana, na zilikuwa 6. Kijana watu wamejipanga tumegoma kwenda jeshi. Sasa hapo nawaza inakuwa nisafiri tena niende kwa Bobu nikarudie Kipengele. Kwa hiyo akawa amekuja Nasda mwaka huo Nasda kaja Mwanza, kama nimepata link up naye ndo nikaenda nilirekodi na Nasda nyimbo 3. Nikairudia tena. Nikairudia ile ya Bob Maneke, alafu nikarekodi na nyimbo nyingine 2 mpya. Basi tulivyorekodi bwana, kati ya nyimbo 3 zilizorekodi, nyimbo moja inaitwa Nibambe, hiyo nikaona inatakiwa itoke, ndio nikaanza sasa 2019 tarehe 11 mwezi wa kwanza ndio wimbo wangu wa kwanza nilitoa. Nibambe. Ukiwa Mwanza? Nikiwa Mwanza. Project ya pili hapo sasa mwaka huo 2019. Wakati nimetoa Nibambe kwenye mwezi huo wa kwanza mwishoni ndio kukaa na hiyo project ya Empower ya Mr. Easy. Na mimi nikawa moja kati ya washindi wale. Kwa hiyo project ya Empower ikasimamiwa, nikaja nikashoot. Kwa hiyo nilikuja kwa mara ya pili kuja kushoot na Traveler. Wimbo unaitwa Kolo.
Kwa nikaachia ule wimbo mwezi wa 3. Consistency yangu hapo kidogo ikawa si mbaya. Project ya 4 nikaachia tena, ya 3 nikaachia tena project fulani inaitwa Inauma. Kama kawaida baada ya pale sasa nikashiriki pia mashindano Super Nyota wakati huo. Nikaa nimekuwa mshindi tena. Kwa hiyo nikaa nimepata ile chachu ya kusema sasa inatakuwa nitoke huku niende huko. Kwa hiyo ndo nikaja Dar sasa. So mara ya pili ulipokuja Dar hukurudi tena Mwanza ama? Nilipokuja sikurudi. Ulikuwa unafikia kwa nani sasa? Nilipokuja sasa hiyo story nyingine tena. Kwa sababu kuna huo mchizi kuna huo mchizi ambaye alikuwaga ni mwanangu sana yani. Kutoka kabla yeye hajaondoka Mwanza kuja Dar. Alikuwa ni mwanangu yani ile. Yeye alitangulia kuja. Ile yeye anakuja maskani naenda kwao na vitu kama hizo na nini. Kwa kana ananiambia da mwanangu sema unajua huko Mwanza tayari washakupokea. Natakuwa utoke huko uje huku Dar. Ndio kiwanda kiko hapa. Kuna namna tu yani game yako itabadilika itachange. Nikamwambia bwana mimi ndugu zangu wote hakuna ambaye yuko Dar. Na sina mshikaji kusema nakuja kufikia yani sielewi. Akaniambia wewe njoo mimi mbona nipo na geto langu nini fresh. Kaambia basi fresh kwa kuwa ni mwanangu umeinsist na unaonekana kabisa kwamba ile unanipush. Basi mimi nikaambia nakuja siku fulani. Nikadandia chuma Loli na mwanangu Imani ambaye ndio meneja wangu sasa hivi. Ulikuja naye? Sasa wewe kipindi kile unahangaika yeye anafanya nini Mwanza? Yeye mwenyewe wakati huo anajitafuta mara shike usanii mara nini, lakini mwisho wa siku alikuja kujiona kwenye umeneja na fit sana. Ila mlikuwa washikaji toka Mwanza? Okay. Kwa hiyo sasa tukawa tumepanga kwamba naenda kufanya muziki. Huko unaenda kufanya muziki huko. Huyu jamaa anajua nakuja mwenyewe. Hajui kama nakuja na mwana. Wewe ukajiongeza. Yeye anajua mimi nakuja mwenyewe. Basi fresh kama nimedandia Loli na mwanangu mmoja anaitwa Side Sudi Mazaga. Dereva huyo. Basi tumekuwa pipa. Safari za madereva hawa wa malori unajua lazima kidogo kwa sababu alikuwa anakuja Dar ndo anachukua mzigo arudi nao Mwanza. Kwa hiyo anatoka nalo huku Mwanza liko Mtetela. Kwa hiyo anafika sehemu anakusanya na nini ili aokote hela. Hela ya kula barabara. Safari ikaenda tukaunga huu mchizi wetu bwana. Mimi namwambia bwana nimefika sehemu fulani. Fresh. Nimefika sehemu fulani. Poa umekaribia. Niko Morogoro hapo chapu. Niko hasa mimi sinauliza hapa wapi? Hapo mwambie tuko Mlandizi. Niko Mlandizi hapo umefika chapu. Fika sasa ile Ubungo night ile saa 7. Hiyo kwanza najua kabisa yani ukienda Dar lazima uibiwe. Yani hiyo iko kichwani. Yani iko kichwani unajua kabisa ukifika Dar uko na begi lako lazima uibiwe. Na begi kama kawaida. Kwa sasa tumefika pale Ubungo tumepoa. Kila anayekufuata unaona kama vile ndo anataka kuniibia ni kumbe wengine bodaboda wengine driver taxi wanakuuliza unaenda wapi sasa. Ile minuno mikali yani sitaki kuongea na mtu yoyote. Stand ilikuwaga pale. Sababu tulipofika tukaona huyu mwanetu tutafika hata siku 4. Yani ile 15,000 itakuwa itumie kwenye usafiri unakuta unatumia zaidi. Kwa hiyo tukaangalia tukadandia chuma tukala basi mpaka Dar. Kwa hiyo ile night sasa nampigia mchizi ndio aokoti simu. Haokoti? Apokei. Piga simu. Apokei. Saa 7 usiku hiyo. Piga simu apokei baadaye simu haipatikani. Nikajua mimi nikajua labda pengine mchizi wetu simu imezima changamoto za hapa na pale kwa sababu pia Mwanza mimi sikutoka kinyonge. Tukaenda zetu hoteli. Alafu wewe msanii tayari. Hapo hamna yani sichukuli hivyo Kwenye akili yako wewe si msanii. Kwenye akili yangu mimi ni msanii lakini najua kabisa huku kwamba nimekuja kuaswa. Yani sikuwa na ile mentality kwamba mimi nishatoka. Nilikuwa najua huku nimekuja kuaswa. Kwa hiyo tukaenda kupoa hoteli. Tunajua Bungo pale. Sasa hapo ni kwamba kuna hoteli yani boda si alituzungushaje babu. Yeye tulichomwambia nipeleke hoteli. Yani sitaki kuongea kama vile sijui nipeleke hoteli fulani ambayo iko karibu na hapa. Katupeleka pale, kampa hela yake,
tukachukua room pale tukapoa, tunajua kesho yake mchizi atapokea simu. Unajua kesho yake kwani anaokota aokoti simu, SMS ajibu. Yani wewe uliacha kuongea naye ulipofika wapi? Mimi Mlandizi yani hapo ndo ananiambia umefika hapo Mlandizi. Shangapi hiyo? Hiyo Mlandizi ilikuwa ni kama kwenye mida kama sio saa 6 saa 5 na madakika. Kwa maana yake mmetumia hajafika hata saa kutoka Mlandizi mpaka Dar. Sasa kutoka Mlandizi chap kwa tu. Mwana okoti. Hiyo siku ikaishi. Kesho hiyo. Sasa bahati nzuri ni kwamba sisi tulivyokuwa tunakaa pale pia hatukusema kwamba tunalala ndani. Kwa sababu tulikuwa tayari na connection ile ya kusema tunamtafuta namba ya producer fulani, tunapata, tunaulizia wapi. Kwa hiyo tukawa tunapiga zetu route. Kwa hiyo ile asubuhi ilikuwa ikiamka tunapiga zetu route, tunaenda kwa Bob Maneke kule, tunakaa pale tunashinda, tutafanya kibao. Bahati nzuri nilikuwa na bahati nikikutana na producer, kwa sababu mimi nilikuwaga nyimbo ninakuwa tayari ninazo, yani na beat za mtandaoni. Kwa hiyo ukimwimbia producer anaona tunapata kitu. Watu wa muziki mara nyingi sana waga ni ngumu kuwatupa pia watu ambao wana muziki. Kwa hiyo nikawa najikuta nafanya kazi. Baada ya hapo tukakutana na mwanetu mmoja alikuwa mwanae sana pia na manager alikuwa anaitwa Chiko. Chiko huyu? Achana Chiko huyu. Yeye anaitwa Chiko Tsunami Boy. Chiko. Alikuwa anakaa maeneo ya Ubungo Msewe pale. Kwa hiyo ndo ikabidi twende tukapoe pale. Kwanza kabla ya pale, yeye alikuwa msanii? Ni msanii. Kabla ya pale mimi nilikumbuka kuna mwanangu mmoja yuko huku, kwa sababu nilipokuwa naongea na mchizi wangu mmoja yuko Mwanza huko bwana, ninamuelezea situation akaniambia mbona mwanetu fulani yuko huko, wewe mguse. Ndo nikamgusa akaniambia mimi niko Sinza hapo. Karibu tu. Anakaa hapo Sinza kumekucha. Basi kwa tumetoka pale twende kwa mwanetu sasa. Tukapoe. Tumefika pale bwana, karibisha vizuri. Sasa sisi tulikuwa tunakula kivyetu. Yaani shoti tulikuwa tumtegemei, so tegemezi tulikuwa tunakula kivyetu na tukiamka asubuhi niko na mwanangu kama kawaida. Ni tunaelekea na ruti za muziki, tafuta Aba yuko wapi. Nimerekodi na Aba, nikarekodi na tena na Zest, nikarekodi na Bob Maneke. Unawalipa au ilikuwa free? Yaani so malipo yale, lakini kwa wakati ule kilikuwa ni kikubwa changu. Okay. Nishawahi kurekodi mpaka na Maneke. Ushakuwa yani hela kubwa ilikuwa unatoa shilingi ngapi? Mensen selector. Yaani sisi tulikuwa tunazunguka huko. Ndugu yangu. Hela kubwa. Hela kubwa ambayo nilikuwa natoa ilikuwa haipungui 200,000. 200,000? Mwanangu ulikuwa na kibunda bwana. Harakati. Na wana pia wana support hapa na pale, wanatuungia wanetu kibao. Yaani kwenye safari hii bwana uweze ukafika tu mwenyewe. Kabisa, mkienda Sinza kwa mwana pale. Sinza kwa mwanetu, basi tukakaa pale siku ya kwanza. Alipokea lakini? Alipokea fresh. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ilipofika siku 5 hivi, mwanangu kanivuta chemba akaniambia bwana, unajua mimi bwana hapa nilikuwa na shemeji yako. Nataka kuja tukae wote na nini. Nilikuwa nakaa naye kwa alisafiri tu karudi. Nikiangalia pale naona huyu ananitupa huyu, kwa sababu unajua sehemu ambayo anakaa mwanamke na mwanaume utaona tu. Yaani haiwezekani ule mwanamke akasafiri akabeba nguo zake zote. Kila kitu hamna hata wigi. Haiwezekani hata vipete vieleni. Kiwalisia tu ni kwamba ndio mwanetu anatutupa. Basi ndio tukawa tumeenda sasa Ubungo Msewe. Mbona unataka kuhamia huko? Ubungo Msewe kwa mwanetu. Karudi tena manake. Tukarudi wapi? Kwa Chiko. Ndio tukaenda sasa, tulikuwa tujaenda. Okay. Ndio tukaenda sasa, alikuwa anakaa Ubungo Msewe na hilo ghetto. Hilo ghetto lilikuwa linaitwa la Mashambulizi. Kwanza ni mwanetu, yani yeye alikuwa akiondoka. Yani kurudi ni usiku. Kwa hiyo yani hata swala la kulipa umeme, si maisha magumu. Swala la kulipa umeme ilikuwa ni kipengele, umeme wamemkatia maji na nini pale access. Kwa hiyo sasa ndio mkaenda kusoma. Umeme walikuwa wamemkatia pale. Sasa yeye mwenyewe alikuwa pale, kuna bro wake mmoja ambaye ni wa town huko. Alikuwa kidogo anamsponsor pale kumlipia ghetto na nini, watu kama wao wakosekani. Umeona? Kwa hiyo tulikuwa tumeenda kupoa pale. Sasa yeye yule ambaye alikuwa anamsupport mchizi naye akaaga anapata taarifa pale kama kuna vijana wauni wamekuja pale, afu mwaneno kawakaribisha.
Kwa kumbe wale jamaa walikuwaga wakizunguka kwenye mitikasi yao, wakiona wamechoka wanapita pale wanapumzika. Sasa kuna huyo jamaa sasa hivi ni mchungaji kuna siku amekuja apite kupumzika, ndo akatukuta sisi tumepoa pale, kumbe sisi hatukumjua. Kwa hiyo akaondoka, sisi hatujamjua wala hatujui kama amekuja. Kwa hiyo alipita tu kuchungulia, hata sisi hatakuwa hata tumeona, yani alichungulia tu, ni kwamba dirisha lilikuwa wazi. Sasa story baadaye ndio unakuja kujua ilivyokuwa. Kwa hiyo jamaa akaenda kumwambia mchizi wake, sasa kuna madogo pale nimefika kaka, nilikuwa nataka nikapumzike. Yani nimeshindwa hata kupumzika, imebidi niondoke. Kwa hiyo wale jamaa wakawa wanajua sisi ni wauni, wakawa wamepanga sisi waje watutimue. Umeona? Kwa hiyo sasa walikuwa wakiwa wanakuja, yule chika anatuambia bwana bro anakuja, inabidi muondoke. Kwa hiyo tulikuwa tunaona yule bro ana roho mbaya sana. Yani kwa hiyo sisi anakuwa tuondoke yani. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunajichenga. Sasa kuna siku kaja hajatoa taarifa, yuko na jamaa yake. Fika pale bwana, bahati nzuri mimi nilikuwa zangu nje na gitaa langu napiga gitaa na imba. Sasa walipofika pale, misheni yao ilikuwa ni waingie ndani. Mimi hawanijui kwa sura wala Imani hawamjui kwa sura. Ile wanasikiaga. Kwa hiyo hawajui, yani hawatufahamu. Kwa hiyo walipofika pale wakakaa kusikiliza gitaa, alafu ndo waendelee na misheni ya kwenda kuwafukuza hao jamaa bila kujua hao jamaa ndio wewe ndio mimi sasa. Kwa hiyo jamaa akasikiliza, alipoenda kwanza akawa anakupongeza. Unaua. Sasa alipokuja kujua kwamba ndo mimi ni moja kati ya watu ambao ndo walikuwa wanakuja kutufukuza pale getu. Wakaitana wakajadiliana na mwanae. Bwana tusimfukuze huyo jamaa. Jamaa ana vipaji sana, anaimba vizuri. Basi ndio ikawa verified wakatuacha. Lakini hapo hawakutuambia, wakuja kutuambia, yani wakuja kuniambia baadaye. Lakini mshikaji mpaka leo ni mwanangu sana yani ni mwanangu sana yani kama brother. Yule naye ni mwanangu vile vile tu. Umeona sasa? Kwa ndo tulikaa pale kama miezi mitatu. Baada ya hapo tukapanga geto sasa. Sasa nyinyi mlikuwa mnatoa pela? Harakati kaka. Harakati. Lakini pia au homu si ndio inatakuwa tutoe hela. Sasa mlitumia hela nyingi. Yaani mimi na meneja homu ndio natakuwa tutoe hela. Ila tu ni kwamba yani unajua kwenye hii safari, wakati tunaanza safari ya muziki, Vanilla bwana ndo anaondoka hata kushoot. Kuna brothers Mwanza ukule alikuwepo Tali, huko Mayunga, Kijo pia na wengine ambao walikuwa na support kwa chochote alichonacho. Unajua katika kitu kizuri Mwanza ilikuwa na ile umoja sana wa kupush talent mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wale brothers kiukweli wamepush sana michongo. Kwani ile ulikuwa ukiungiwa wewe anakuungia 50, wewe anakuungia shingapi, wewe focus yako unajua inatakuwa hii bana, hii hela nikarekodi. Kwa hiyo mitikasi kama hii. Kwanza mlipanga wapi geto la kwanza? Geto la kwanza nimepanga Ubungo Msewe. Sehemu moja ilikuwa inaitwa maeneo fulani. Kwa ndo tumepanga huko, tukaanza maisha ya kukaa huko. Kwa kipindi kile unakuja kwangu ulikuwa unatoka Msewe? Kweli? Kwa nakaa Msewe. Kwa nakaa Msewe. Safi sana mwanangu. Basi ndo maisha yakaendelea. Sasa jina la Vanilla lilikujaje? Jina la Vanilla, project yangu ya kwanza tu iliseviwa Vanilla. Ya kwanza kabisa kurekodi nikiwa Mwanza. Why? Unajua wakati tumerekodi sasa, unajua producer akitaka kusave data, anataka kusave jina ambalo yeye atalikumbuka, wewe utakumbuka jina la msanii. Hata mimi nafanyaga hivi nayo. Bwana, unaitwa nani? Mimi nikasema bwana naitwa Fanueli. Fanu. Bwana wewe. Hilo jina sio la kisanii. Hauna jina la kisanii? Nalitoa wapi? Kwa sasa pale kwa sababu kulikuwa na watu kibao. Ndio kila mtu akana suggest jina lake. Bwana akangania sana. Huyu jamaa aitwe Chumvi huyu. Chumvi? Kwa nini? Mwingine akaangania aitwe kinywaji fulani hivi kigumu sana. Unajua hamna msanii anaitwa ile jina, mimi naambie. Kwa hiyo katika suggestion bahati nzuri ni kwamba aliokuja na jina pia ni Kijo. Kijo alikuwa na jina. Asema unajua wewe unavyoimba muziki wako vile una testi, mimi naona uitwe Vanilla Music. Vanilla ulikuwa unajua nini Vanilla maana yake? Hapo nilikuwa sijui. Ndio nikataka kujua Vanilla ni nini. Akaniambia bana,
nitakwambia kitu kimoja. Leo hii kuna watu hawanywi maziwa ya kawaida. Kwanza akaniambia vanilla, bwana, vanilla unajua ni kama mimea mingine tu, lakini huu mmea ni unatumika sana kuongeza ladha kwenye vitu vitamu. Umeona? Kwa hiyo wewe ni vanilla muziki. Unaongeza ladha kwenye muziki, una ladha yako unaiongeza kwenye muziki. Kijo huyo? Kijo huyo. Akaniambia yeye alikuwa anajiita Kijo hivyo? Anaitwa Kijo King. Kijo King. Umeona? Akaniambia kuna watu mimi nawajua hawanywi maziwa ya kawaida, lakini maziwa ya vanilla wanakunywa. Kwa hiyo itakuwa na maana sana ukijiita vanilla kulingana na hata nyimbo zako zinavyo sound. Majina yanaumba wanasema. Basi mimi nikasema kwa maana hiyo tuondoke, mbona linafaa. Ukajikuta sukari ya warembo nini? Inaitwa vanilla. Vanilla. Sasa changamoto ni kuweza at that time ile jina lilikuwa linaonekana kama jina fulani hivi inakuwa waitwa watoto wa kike. Sasa mimi nilikuwa sijali. Yaani sasa uniambie kama ni kiungo kinaongeza ladha tamu kwenye vitu vitamu, ina maana kwao ningejiita kitunguu, ungejaji. Kwa hiyo ikaanzia hapo. Kwa hiyo project yangu ya kwanza iliseviwa vanilla. Ilikuwaje kwenda kukutana na akina Alikiba? Yaani hapo tupe tu link. Cha kwanza unajua bahati nzuri ni kwamba muda mwingi nilikuwa mimi na meneja ndo hivi tuko huku wote. Kila project ambayo tulikuwa tunataka kuirecord, sisi tulikuwa tuna record au tunataka kurekodi nyimbo kwa mikakati. Yaani kila project tulikuwa tunasema kabisa hii project haimtaki tu producer yoyote. Hii bwana inamtaka Mensen Selector. Tutatafuta means yoyote ya kumpata Mensen. Kwa sababu nilikuwa mnajua Mensen ana deal na sound za aina gani. Yani kila wimbo tulikuwa tunaamini kwamba huu wimbo piga huwa unamtaka Bob Maneke. Huu unamtaka Aba. Yes. Kwa hiyo ndo tulivyokuwa tunafanya sisi kazi. Tulikuwa tunasikiliza zile beat za kudownload hii bwana, hii sound ya kinyonga mtu fulani inakuwa noma. Kwa hiyo sasa tulikuwa mkidownload beat za kudownload zile una download unapita. Yaani hapo producer sasa producer ukifika kwa producer unampa wazo, ile beat anachukua tu kodi anapiga vitu vyake. Ndio ilivyokuwa inakuwa. Basi kwa hiyo ndo harakati zetu tulikuwa tunazifanya hizo. Sasa wakati tuna project pia nyingine tukaona hii project bwana hii inamfaa Yogo. Yogo basi Yogo atafutwe. Yogo on the beat. Tafuta Yogo, tukampata Yogo. Bilicho Yogo amefanya kazi na nzuri sasa Alikamwe. Mimi unajua Alikamwe mimi ikaanza kuniposti clip, yani kuna clip moja nilikuwa naimba na gitaa. Aliposti ile clip, mimi nilikuwa sina mazungumzo naye, hatujuani. Kwa hiyo aliposti kama mtu ambaye amependa kile ambacho kipindi hicho. Ni mchambuzi au kashaanza kufanya kazi gani? Kipindi hicho anafanya kazi ya Azam. Asinasema mchambuzi. Umeona? Basi kwa nilivyokuja huku pia nikawa nimemwambia bana mimi nimekuja mjini. Umeona? Hapo katikati hapo mapushi sana vitu unaona kama haviendi. Kwa hiyo alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wananishauri sana pia. Na sio kunishauri tu, alikuwa ananisupport pale ambapo anaweza. Kwa hiyo hata project ya kumtafuta Yogo alisema wewe unataka kurekodi na nani hii project? Nikamwambia Yogo. Basi wewe mtafute Yogo, mimi nita clear. Basi cheki Yogo, kutana na Yogo. Na yeye mwenyewe akaja studio Alikamwe. Karekodi ile nyimbo sasa inaitwa My Life. Umeona? Hivyo rekodi ile nyimbo ikawa noma. Sasa at that time kitu kizuri, timing ilikuwa ni nzuri kwa sababu Yogo pia ndo producer ambaye alikuwa anaenda kuhusika pia kwenye All One King. Nadhani hiyo ndo safari ilianzisha mimi kukutana na Alikiba. So ukakutana Yogo alikoconnect vipi sasa? Yogo alivyoni-connect kwa sababu unajua producer yoyote ambaye anahesabu kila kufanya kazi na msanii ni hatua kwake. Huwa anatamani kila kazi ambayo anaifanya iwe na kiwango cha kumtambulisha yeye pia mtu wa production, kwa sababu wimbo ukihit amehit pia na producer. Producer naye anaonekana mwana alipiga sana. Kwa hiyo ni Yogo aliona kwamba tunahitaji kutengeneza album. Of course hata kama wewe mwandishi vipi,
kuna muda uwezi ukatengeneza project kubwa ukatengeneza mwenyewe nyimbo 20 kwenye album. Wisely ni kwamba ni kitu kizuri ukitafuta watu wengine ambao wanaweza mkashirikiana pia kwenye uandishi, kuadi vitu. Kwa hiyo ndicho ambacho alikuwa anakifanya Yogo. Kwa sababu producers wanakutana na wasanii na wanakuwa wanajua msanii ni mkali. Kwa hiyo Yogo alienda akasuggest, bwana nimekutana na Charlie fulani anaitwa Vanilla. Mimi naona ni mnoma sana. Atatuongezea kitu kama mtampitisha. Kwa hiyo akawa amekaa, wakati ule alikuwepo Aidani. Ndio meneja mkuu. Kwa hiyo wakakaa wakasikiliza kazi zangu wakasema okay, tumpe opportunity aje aandike. Basi ndio hivyo nikapata nafasi ya kushiriki Utu fika studio pale, akawa anachapa mabiti, tunatengeneza magoma. Alikiba mara ya kwanza ulikutana naye siku hiyo? No, sikukutana naye siku hiyo. Alikiba nimekuja kukutana naye baada ya mimi kwenda studio. Sasa studio ambapo palikuwa panafanyikia hizo session zote za album. Ndio nikakutana naye kwa mara ya kwanza. Kwa kweli ilikuwaje kuambia unaandika project ya Alikiba? Ndio kwa mara ya kwanza. Opportunity kabisa. Yaani ilikuwa ni opportunity ya kukimbilia. Na hapo hukuwahi kuandikia msanii yoyote? Sikuwahi. Ile idea ya Utu wewe ndio ulitoa, wao walikwambia andika ngoma namna hiyo? Idea ya Utu ilivyokuwa, Yogo alituma ile beat kwa sababu mara ya kwanza, yani ile uwezo ukapewa access tu ya kwenda kuonana, yani tuonyeshe kwanza una kitu gani ili tuweze kuonana. Alituma, ilikuwa na ile mistari 4 ya kwanza ile ya Kiingereza. Ile ndio aliandika yeye Alikiba. Ilikuwa hapo pale kwenye ile. Kwa hiyo mimi niliposikiliza nikawa nimeendeleza pale mbele. Nikaenda mpaka kwenye chorus na verse ya pili yote. Huko na meneja wako hapo kama kawaida. Atulia weka neno hili. Kwa hiyo baada ya pale sasa ndio ile kwamba yani Yogo ananiambia, "Wewe noma sana. Hii kazi kali sana." Bwana. Nikirudi kwa sababu wakati huo wenyewe wako Nigeria kule, mambo ya project za Saruti na nini. Kwa walivyorudi sasa ndio nikaa nimeenda. Bwana, ni noma mwanangu, ile nahisi ndio ilikuwa ni mwanzo wako pale. Kabisa. Kwa hata ile Wine for Me, Baby girl wine for me, ilikuwa ni moja kati ya project ambao kwa sababu mara nyingi sana nilikuwa na Tommy, yani tulikuwa tunashambulia sana na Tommy mara nyingi. Kwa hiyo ni moja kati ya project ambayo ilikuwa ni ya kuwepo kwenye album pia. Umeona Wine for Me. Sasa kwa sababu tulikuwa tumeishambulia, baadaye katika kuchagua nyimbo ziwepo kwenye album ile ikaachwa na hali alikuwa hajaiimba. Kwa hiyo ikabidi Tommy aiachie, amenishirikisha mimi. Ilikuwa proper sana. So wewe ulikuwa unafanya muziki wako. Nataka kujua yani ilikuwaje ndio unaambiwa usainiwe sasa wewe msanii wake? Maana hata zile nyimbo zako za mwanzo zilitolewa. Bwana, bahati nzuri ni kwamba mimi wakati nashiriki album imeisha na vitu vingine vinaendelea, mimi na meneja wangu tulikuwa hatujakaa kusema kwamba tunasubiria kusainiwa Kings. Kiukweli ile ulishapewa taarifa au? Hapana. Yaani mimi au sisi tulikuwa tunajiona tu sasa hivi bwana, sisi ni kama familia ya Kings. Access tulionao ni ya kupata ushauri, labda project zetu zisikilizwe na vitu kama hizo, labda support yoyote ambayo inaweza kufanyika fresh. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaendelea na kurekodi magoma kama kawaida, tukawa na mkakati wa kuachia project. Sasa unajua ile umeshakuwa familia, wana na taarifa bwana na jambo hili hapo nataka kuachia na nini na vitu kama hizo. Kaita tu simu, bwana nataka kuachia nyimbo, subiri kidogo, kuna mpango huu na huu na huu na huu. Sema ni jambo jema. Anakuambia mpango wa huu ni upi yani? Nataka nikusaidie. Mpango wa kupata support zaidi, kuwa msanii wa Kings Music. Okay. Kwa ukaona hilo ni jambo jema. Kwa hiyo ikabidi sasa tu chill. Baada ya hapo ndo. So wewe Vanilla ni msanii ambaye huja struggle kabisa kwenye muziki wako? Nime struggle kaka. Asa struggle zote zinazokuelezea. Mnatunga kwamba mimi wangu mimi nalala barabarani. Sasa haina haja, unajua mimi nimetoka nyumbani kabisa nalala chumba kimoja. Hakuna tuzo ya mateso. Ndio maana yake. Tuzo ya mateso haipo. Kwa sababu kwa story yako Vanilla, tuzo ya unyonge haipo. Kwenye maisha pia kuna bahati. Ile Mungu anakuandikia nyota yako na kuwa
rahisi sana watu kuiona, si ndio? Kabisa. Yes. So ulivyowaambia unafusainiwa, ina maana hata nyimbo ambazo ulizitoa uliziondoa? Zipo mpaka leo. Mpaka sasa hivi? Mpaka leo zipo. Hawakuambia uzitoe? Hapana. Okay. Hapana, yani tuliendelea pale pale ambapo mimi nilikuwa nimeishia. Kitu kizuri ni hicho ya. Okay. Sawa. Mimi story ambayo naijua. Rayvanny alitaka kuchukua. Nacheka. Umeeleje? Mzani wako vipi? Nimtoe nini hapa? Sasa au haja ajibu meneja sasa. Wewe nataka unijibu. Siongee bila meneja. Meneja. Hapana, meneja mjo bwana. Sikia Vanilla. Mimi story ambayo ninayo. Mtu wa kwanza kabisa aliona kipaji chako. Umeniambia ni Oyogo alikulink moja moja na Alikiba. Rayvanny ulikutana wapi? Hivi meneja, jamaa hii story kastoa wapi? Sasa bro, mimi niko kwenye kiwanda. Mimi niko kwenye kiwanda Vanilla. Mimi sijawahi kukutana na Rayvanny before. Rayvanny, kwa nini Rayvanny alikuwa anataka kukusaini? Ndio unaniambia hapa. Haiwezekani. Au inawezekana Rayvanny alikuwa anataka kusaini akukupa taarifa? Labda inawezekana ikawa ni hivyo. Inawezekana mimi. Unajua za ndani pengine mnaweza mkakaa huko mnajadili bwana. Mtu ambaye alitakiwa kusainiwa kati ya hivyo na nani kasaika wa kwanza? Nani? Na Mac Voice. Nadhani inaweza kuwa ni mimi. Wewe wa kwanza? Kings. Sasa wewe ndio nasikia wewe ndio utamieisho. Sasa unabishana Kings, bwana. Mac Voice kwa Rayvanny next level. Wewe utamieisho kwa Rayvanny. Mimi? Wewe ulizingua. Mimi sijawahi kukutana na Rayvanny. Sijawahi kukutana na Rayvanny wala kuongea naye. Sasa tulipishana wapi? Kwa miaka hiyo sikuwahi kukutana naye kwa miaka hiyo. Kwa miaka hiyo sikuwahi kukutana na Rayvanny wala kuongea na Rayvanny. Sasa tulipishana wapi? Kweli, mimi naongea reality. Wewe aloko. Yaani wewe ngoja nikwambie, wewe alokupa hizo habari kakulisha matango poli. Hapana. Umelisha matango poli. Tuendelee na hizo stories zako za uongo. Ikawaje? Wewe ndio ulisababisha Rayvanny amchukue nani? Wewe. Mac Voice. Sababu wewe ulileta miisho. Ipi? Si ndio kukataa? Nilikataa kusainiwa. Sijui ni kwamba ulikataa au alijua labda Alikiba anataka kukusaini. Nafikiri ni labda Rayvanny labda aliona kwamba huyu jamaa anataka kusainiwa na nani? Na Alikiba kwa heshima kaona hapana. Alhamdulillah, pia sio taarifa mbaya. Sio taarifa mbaya Okay. Kuona kwamba yani sawa. Sisi tunavyofahamu kwenye masuala ya record label, wasanii wengi wanavyosainiwa. Wasanii wanapewa nyumba. Yaani kuna label ina facilitate. Kuna baadhi ya vitu ambavyo inakufanyia kama msanii. Labda kwa mfano kuandaliwa mazingira mazuri ya kuishi. Pato labda usafiri wako na vitu kama hivyo. Wewe ulivyosainiwa Kings Music, walikupa nini?